kweli kwa wiki hii tumekuwa na vifo au misiba mfululizo. Tuna misiba ambayo imetokea kwa kuuana, wengine wameua, wengine wamenyonga wenzao, wengine wamechinja wenzao, jambo ambalo kwa kweli kama serikali imetusikitisha sana na hatua mbalimbali tumeshazichukua. Na ndugu mwenyekiti, kwenye hivi vifo vingine tumebaini kwamba ni matumizi ya dawa za kulevya kwa mujibu tulivyosikia kutoka kwa mashuhuda na wananchi wanaoishi nao, hasa kijana ambaye alichinja mama yake. Tuliambiwa kwamba alikuwa ni mtumiaji wa dawa za kulevya, lakini pia wengine ambaye amejinyonga juzi naye msongo wa mawazo na nini. Ninachotaka kuwatoa hofu kwanza ni kwamba hali ishwari, hakuna masuala ya ujambazi. Ingekuwa ni ujambazi tungekuwa na hofu kubwa zaidi, lakini kwa hii ambayo ni ile migogoro ya ndani ya familia, ndani ya jamii, ambayo mimi ninaamini kwamba iko ndani ya uongozi wetu. Hata viongozi walioko hapa tunaweza tukashirikiana kwenda kutoa elimu ya kuweza kuwasaidia watu kwanza kumanage masuala ya msongo wa mawazo, kuwasaidia waweze kujitokeza wanapojisikia wana shida, wazungumze, wasikae kimya. Kwa sababu kwa mfano mzee aliyejinyonga juzi anasema alikuwa mkimya sana. Katoka kule na mambo moyoni, katoka kaenda kukata mkaka kaenda kujinyonga huko msituni. Kwa hiyo lakini wataalamu wetu wa afya nao wataendelea kutoa elimu ya afya, masuala ya afya ya akili na msongo wa mawazo, jinsi ya kuweza kumanage haya. Lakini kwa suala la dawa za kulevya pamoja na pombe, baada ya hii misukosuko, lakini hata kabla ya hapo, mimi na kamati yangu ya usalama tumeshaanza operation. Nafikiri baadhi tutakuwa mashahidi kwenye maeneo ambapo kuna mitambo ya pombe, hasa kwa Jumbashi, maeneo ya Kilu, na tumeshaanza operation. Jeshi la polisi wako kazini wanaendelea kufanya hizo operation. Niombe tu ushirikiano wenu, kwa sababu kuna maeneo ambapo kamati zile za usalama za kata wameenda kufanya operation, wananchi wamewainukia wanataka kuwadhuru. Kwa hiyo hii ni kazi yetu sote kuendelea kuwalinda. Lakini sio hivyo tu, Jumapili nilikuwa na kamati ya usalama ya dharura, ambapo pia tuliweza kualika vyombo vya kutoa haki, ambao tulikuwa na mahakama, tulikuwa na ofisi ya uendesha mashtaka na vyombo vingine kwa ajili ya kuweza kujadili changamoto tunazozipitia za kiusalama kwenye eneo letu. Na kwenye kile kikao tuliweza kubaini mambo kama hayo, ni swala la uuzaji wa pombe kwenye maduka ambayo hayastahili. Na tulichakata na maelekezo yalitoa kwa mkurugenzi wa halmashauri, operation ziende zikafanyika. Na kama sikosei operation zimeanza, na nilimwambia wafanye operation, kwa sababu operation kama hizi zikianza, mimi wanasikia nikiwacha nyumbani, hawahitaji kuniandikia taarifa. Kazi tumeanza na niwaombe utupe ushirikiano, kwa sababu tatizo kweli ni kubwa. Sisi peke yetu serikali hatuwezi kuimaliza, ni swala ambalo tunatakiwa kupata ushirikiano. Kweli tumegundua hizo pombe zinauzwa na hizo ndio madhara makubwa, kwa sababu mtu anaweza kupata tu rahisi kutoka kwa pombe anayopata. Kwa hiyo ndio Jumapili tumelicheki na tumekubaliana na mazoezi hilo linaanza na huko kutasaidia. Lakini lingine ambalo tunazungumza swala la ulinzi na amani kwenye maeneo yetu, ni kitu Bagala anazungumzia hilo na akatoa ushauri kwamba zitengenezwe, ziundwe hizi timu za sungusungu, kutoka wanaita sungusungu usiku kwa ajili ya ulinzi shirikishi kwenye jamii zetu. Hili tunalishusha kwa wenyeviti, lakini na asango jeshi la polisi huko hapa wamepokea maelekezo ya kushirikiana na viongozi kule chini, wenyeviti wa vitongoji, lakini wenyeviti wa vijiji, wa mitaa, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaenda kuimarisha ulinzi. Hili ni wazo jema
na tutakwenda kufanya hivyo. Na nyinyi kwenye maeneo yenu tunaomba msaidie kutoa support pale tutakapoanza kufanyia kazi, kwa sababu nguvu kubwa na msukumo mkubwa tunatamani kutoke chini kuja juu.